ambavyo hamasa inakwenda ikiwa leo ni siku ya pili? Jambo limekuwa zuri. Leo ni siku ya pili mfululizo. Tunaendelea na swala letu la kuhamasisha watu kwa ajili ya tarehe 23 siku ya Jumapili. Ni jambo ambalo sisi kama Simba tuna tabia hiyo, na mwisho wa siku inatupa matunda ya ushindi. Hatujaanza leo kutembea na kispika, tumeanza toka siku nyingi. Kwa hiyo tulivyoanza hivi, mwisho wa siku tunajua kupata matokeo kwa ajili ya Simba kufanya vizuri kwenye klabu bingwa barani Afrika. Kufunguliwa kwa matawi haya ambayo tunayaona imekuwa ni mwanga mzuri sasa, maana yake tumeona watani walikuwa wanasema sana kwenye upande huu wa matawi. Ndio maana tunaenda door to door. Jana umetuona tumetoka huko Chamazi, tumezunguka, tumeenda wapi kwa ajili ya Simba Sports Club, na jana umeona watu walivyofurahi. Kufurahi kwao, wanapozidi kufurahi tunavyotembelea washabiki wa Simba kwenye matawi. Hii ndio inatupa baraka kwanza kushinda mechi ya Jumapili. Inatuma ujumbe gani? Ujumbe wanatuma, ni ujumbe ambao unatuonyesha kwamba Simba ni nguvu moja. Kwa hiyo tunakozunguka watu wanaiunga mkono timu yao na kukutana na watu kwa ajili ya kuizungumzia Simba, ndio baraka zenyewe ambazo zinatambaa ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo tarehe siku ya Jumapili tunategemea tunaenda kuvuna pointi 3. Sasa mashindano haya yanahitaji pointi 3. Mashindano haya yanahitaji kumfurahisha mtu. Yanahitaji kila mechi unashinda. Dar es Salaam tutakuwa na mechi 3. Mechi 3 hakika tunapata pointi 9. And then nje ya nchi unaweza kupata pointi 1, pointi 2, and then baada hapo tunaenda moja kwa moja kuingia robo finali klabu bingwa barani Afrika. Na mkumbuke mnapozungumzia hapa unazungumza timu kubwa sana barani Afrika. Ni timu namba 5 kwa ubora barani Afrika, ambayo vile vile inapewa nafasi ya kuchukua ubingwa. Simba safari kwa mara ya kwanza anapewa nafasi ya kuchukua ubingwa. Maana robo finali wameenda mara nyingi. Robo finali wameenda, makundi wameenda, mwaka 74 wameingia nusu finali. Kwa hiyo mwaka huu anaitegemea Simba Sports Club kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika mwaka huu hapa. Na tusipochukua ubingwa itakuwa hakuna sababu. Kila kitu tunacho kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika Jana klabu ya Young Africans wamezindua jezi zao kuelekea mashindano ya bingwa barani Afrika, na mashabiki wa klabu ya Simba wameonekana wakiwacheka sana, na kuna msemo unasema kwamba usitukane mama kabla hujavuka mto. Leo naenda kuzindua jezi zenu. Kwa namna gani mnajiamini na mnacheka wapinzani wenu kwa kiasi kile? Ukianza za ligi zikiwa nzuri, hata za klabu bingwa zinakuwa nzuri. Yanga miaka miwili iliyopita walikuwa na jezi bora sana. Hata watu wa Simba tulikuwa tuna doubt. Mwaka huu wameharibu, hawana jezi nzuri. Kwa hiyo tulianza vizuri kwenye ligi na mechi za kimataifa, kwa vyote vile tutakuwa na jezi nzuri. Na mtegemee mechi jezi zitakuwa bora zaidi kuliko hata za msimu uliopita. Ruti hajaje kukosea kitu. Mmeona jezi za ligi. Ni jezi ambazo zinavutia, nyeupe inavutia, blue inavutia, nyekundu inavutia. Kwa hiyo hata hii ya klabu bingwa zitakuwa ni nzuri zaidi hizi 3. Leo mtafurahi jioni. Mtaona kitu ambacho ni bora zaidi. Jezi ya Yanga live umeiona au umeona kabisa? Nimeziona live, nimeona nyekundu, nimeona ile ya njano, nimeona na ile ya kijani. Ile ya njano ina material mazuri. Ila watu walivyoweka yale material hapa ya kama viwanja ndio walipokosea pale. Pale ndio walibudi. Pale watu wanaanza kusema 20 kwa 20 vile viwanja. 20 kwa 20 jinsi walivyo. Wangetoa tu ile jezi kwa nzuri sana. Kwa hiyo mbunifu naona kidogo pale aliteleza. Ndio pale naona ilikuwa sio nzuri. Lakini ile ya kijani kidogo nayo sio nzuri. Ina kama mboga. Kama unavyoona haya tunda ile unaliteje? Kama unavyoona kama tikiti. Ile nyingine nyeusi ile nzuri yenye kola ile. Ile nyingine mimi nimekubali. Katika zile 3 ipi ambayo inafaa? Ile kama kijivu ile ndio nimeona iko vizuri zaidi. Umezungumza vizuri kwamba misimu miwili iliyopita walikuwa na jezi bora sana wakiwa wanatengenezewa na Sheria Ngoi. Pengine kwenye msimu huu hapa ambapo ameteleza, ni wapi hasa ambapo amefeli? Kusema wamefeli kuachana na Sheria? Hapana, yule itabidi arudi tu. Kwa jinsi wanavyokuendea za ligi wamebudi. Wametoka hii mara 2. Zote zimeguma. Hizi za klabu bingwa kama ulivyoziona. Kwa hiyo Sheria Ngoi lazima atarudi ili kurudisha Yanga katika jezi ambazo ni nzuri zaidi. Mungu aibariki Simba Sports Club. Siku ya Jumapili kafanye vizuri. Wanachama wa Simba na wakabidhi mikononi mwako kama tulivyofunga siku 3 kwa ajili ya Simba. Siku ya Jumapili ikawa siku ya ushindi na watoto waseme amen. Mzize kama mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia mzawa akipiga vizuri kwenye klabu ya Young Africans. Pengine jana tumeona akitoa tuzo ya goli bora la mwaka. Jambo zuri sana. Mtu anayeleta heshima nyumbani jambo zuri. Mzize kafanya kitu kizuri na nimesikitika kapokelewa tunzo, ingebidi apewe yeye. Kitu hiyo katu imeniuma. Na kuna vitu vingine inabidi tuviseme, nyie hamtaki kusema. Mtu kama Msigwa inabidi apewe pongezi. Kazi ambayo amefanya ndani ya wizara. Tumepeleka timu 4, timu zimefanya vizuri za Simba na Yanga na Azam ikiwa chini ya katibu mkuu.
Msipende kumsifia mtu akiwa amekufa, msifieni mtu akiwa hai. Msigo wamefanya kazi kubwa sana, kwa hiyo inabidi apewe hongera yake. Hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya jambo zuri, kwa maana jana kapewa tunzo ile kutoa hela kwa ajili ya goli la mama, nayo imesababisha sana mpira wetu kukua. Kwa hiyo mpira wetu umekuwa kwa njia nyingi sana. Kwa hiyo mimi nimefurahi zaidi kwamba serikali leo umeunga mkono sana, ndio maana timu imeenda kwa kasi zaidi. Mungu awabariki sana.